kumwingilia mke wake kinyume na maumbile. Hili masuala yamekuwa kiulizwa sana. Sawa, kusema kweli yani Qur'an imeweka wazi masuala ya qaumi Lut. Ni mambo ambayo yamelaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anayefanya qaumi Lut amelaaniwa na hukumu yake ni kupigwa mpaka kuuawa. Anayefanya na anayefanyiwa kama anafanyiwa kukubali kufanyiwa. Hukumu zao ni kupigwa mpaka kuuawa. Ni na laana ya Mwenyezi Mungu, maana unakuwa ukumbali na rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanamke hataki kumtii mume wake katika hili. Hadithi iko wazi, nishawafundisha, nasema la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Hairuhusiwi kabisa kufanya jambo hili. Na wanaume wengi wanakuwa wenye maradhi haya, anataka amwambukize mke wake maradhi haya ili sasa awe mgonjwa kama yeye. Sababu hawezi kuishi na mwanamke mzima ambaye hakubaliana na hicho kitu. Sababu ataona maisha yake yote hayana ladha yote katika ile ndoa. Kwa atafanya juu chini akisha kama mwanamke wa aina hiyo anamkubalia ili awe mtumwa kwake. Na mwanamke akishamkubalia kufanya hivi, dhamira yake inaanza kumuuma. Anaanza kujihisi amemwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakuwa hajithamini mbele ya jamii. Yani anakuwa anajidharau mwenyewe, akijifikiria, akijiangalia kwenye kioo, akiangalia malezi yake, akiangalia ndugu zake, akiangalia kama kapata mabinti zake, akiangalia anajidharau kwamba mimi ndio yule nafanya matendo kama haya. Kwa hiyo maisha yake yote yanakuwa ni huzuni juu ya huzuni. Kwa hiyo anakuwa mtumwa kwa sababu amesababishiwa na mtu. Kwa nini mtu akuharibie maisha yako? Sisi tumeelewana eh? Kwa hiyo hili jambo, ndugu zangu akina mama, si jambo jepesi. Na tutoe nasaha kwa mabinti, wasichana ambao wameolewa au bado hawajaolewa. Unapoingia katika maisha ya ndoa na ukakuta mume wako mambo yako yote mengine anayafanya vizuri, lakini akawa tayari amekutamkia wazi kwamba anakuhitaji kinyume cha maumbile, hiyo sio ndoa ya kuendelea nayo hata siku moja. Vivyo tutakavyokuwa, hivyo tutakavyosemwa, teremka kituo kinachofuata. Sawa? Huo mfano wa Kichina napenda sana kuutumia. Ukipanda treni inakwenda Kigoma, wewe kwa nataka treni inakwenda kaskazini huko, ukagundua teremkia kabla hajafika hata wanaita wapi pale, Ruvu, nauli ya kurudi itakuwa nyepesi zaidi. Lakini unajua kuteremkia umefika Singida, utapata shida. Kwa hiyo teremka katika ndoa ukiwa bado msichana mdogo, ukiwa bado unahitajika na watu, ukiwa bado hujaathirika kisaikolojia. Shuka kituo kinachofuata, chukua talaka yako, kaa eda yako, watakuja wenye kheri na wewe watakuoa. Huyo sio mwanamume wa kuendelea naye. Sasa atabadilika, kwenda nyumbani atabadilika. Wanaume wengi wako hivyo, wewe mkatalie tu, atabadilika. Habadiliki na atakulaghai, atakudanganya mpaka atakuharibu. Kisha kuharibu, umeshaharibikiwa na maisha yako yote. Kibaya zaidi, umelaaniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wanawake wasikubali hichi kitu, na nitendo baya, na wanaume wanafanya kitendo kibaya kusema kweli, na ni maovu makubwa sana katika jamii tulionayo hivi sasa hivi. Huyo mtu anatakiwa akatibiwe. Kama unataka kumsaidia, mshauri vizuri, aende akatibiwe, atapona. Aende kwa madaktari wa nafsi, ajieleze, watamueleza na wewe utamsaidia mpaka atapona. Kama kweli unampenda, unaweza kumsaidia katika njia za matibabu. Kinyume cha hivyo, sio mwanamume wa kuendelea naye.